Dakika 90 zatamatika, sare ya kuto kufungana kwa mnyama nyau, lakini mmetinga katika hatua ya makundi. Usiseme tu nyau aggregate ngapi nasema. Ongea hivyo sasa. Sasa umeingia hatua ya makundi kwa aggregate ya 3-0. Unasema nyau. Utaita panya, unakimbiza panya bure. Ulikuwa ni mchezo wa namna gani? Mchezo mzuri kwa sababu gani kwambia kitu? Kama ulimwangalia mwalimu wetu Dimitar Pantev, alikuja na kikosi cha tofauti. Watu wengi hawajamuelewa. Ndio. Maana halisi ya taaluma ya mwalimu bora ndo kama ile. Kwa nini unajua? Kwamba wale wapinzani wetu walikuja kwa lengo la kuja kupindua meza ugenini. Si umeelewa vizuri? Naelewa bigi. Anapotaka kupindua meza, ina maana anakuja kwa nguvu ya kupaniki. Ndio maana mwalimu aliwekea kikosi cha tofauti. Wakashangaa mifumo yao walokuja nayo ikaenda ikafeli. Baadaye sasa wanajua mwalimu anakwenda kutafuta ushindi na wao tayari wameshapotea. Ina maana alichokifanya mwalimu wa Simba ni kulinda kile ambacho amekitafuta wapi? Ugenini. Kwa bahati nzuri kafanikiwa. Kikubwa Simba imeingia hatua ya makundi. Wanasema Simba leo haijacheza kama ambavyo vile mashabiki mlivyofurahi katika mchezo wa kwanza. Yaani kufurahi na kutofurahi hilo ni swala la mwalimu na kikosi. Yaani kuna game mwalimu anaicheza sio game ya fulani, game ya kimbinu kupata ushindi na kupata matokeo. Kuna muda mwalimu atakufurahisha bila matokeo huwezi kumuelewa. Lakini leo tunaongea tuko hatua ya makundi. Si umeelewa vizuri? Kwa hiyo kwamba kama ulikusudia kwamba uje leo ufunge goli 5, oya wale sio TRA, sio KMC. Wale ni wenzetu tupo nao ambao nao wanakwenda hatua ya makundi. Kwa hiyo kitendo cha leo kuingia hatua ya makundi no matter. Tumeingia kwa aina gani? Kwamba mnyama kaingia makundi. Umeona wenzetu jana walipoingia hatua ya makundi? Umeona? Goli 2 za dhuluma. Bigi. Walikuwa nakitaka hicho. Nikwambia mimi sitaki kuongea. Jana wameingia kwa goli 2 za dhuluma. Aggregate mimi nikwambia ukweli. Kile nikiangalia matokeo mimi na jopo langu lote la wachambuzi tunaona 2-2. Lile goli la kina wale pale Uchizivunga. Kama sijui mchezaji alikosea kurusha, kama ni offside, wanajua kafu na wao wenyewe Yanga. Lakini Elim Panzo mimi sina kumalizia jana. Jana Yanga kadhulumu goli la mtu. Walikuwa wanatoka 2-1 aggregate ingesoma 2-2. Leo mnyama amekwenda hatua ya makundi kwa aggregate ya goli 3-3. Mifumo leo imekataa. Haijakataa ni mifumo mwalimu. Afu ngoja nikwambie. Kwani kikosi kimeanza Fuad alikuwa nani? Kip Dennis. Namba ngapi alicheza? Alicheza kama namba 9. Kikawaida Kip Dennis namba ngapi? Ni winga yule. Basi wewe tulia basi. Mwalimu aliingia na mifumo ya kuzuia goli zake 3 zisiguswe. Kwani zimeguswa? Hazijaguswa. Kwani sisi katika mechi 2 yule pale Yakubu Suleiman kapoteza clean sheet. Anazo. Kwani nyinyi shida yenu nini? Shida zetu leo tulitaka Simba ashinde nyumbani. Ili iweje? Ile furaha zaidi. Basi tugawane, tumeshinda 1 kule 2 leo hapo unasemaje? Bigi. Katika zile 3. Sasa ni fly vipi mwanangu? Sinacheka mimi. Oya mwanangu sicheki mwanangu. Sultan Goma sicheki. Nyuma ya kamera mwanangu tuzo sicheki. Nakwambiaje? Basi zile 3 tulizoshinda ugenini, basi tuseme 1 ugenini, 2 nyumbani. Unaona semaje? Mnyama kaenda makundi. Mnyama timu 4 za Tanzania zimetinga zote katika. Ni jambo la kumshukuru Mungu. Ndio. Kwamba Afrika yenyewe inaelewa kwamba kuna taifa Tanzania kwenye masuala ya soka. Ndio. Lakini kwamba kupeleka timu 4 zote ambazo zilitakiwa zilizofuzu kwenda klabu bingwa 2, shirikisho 2, zote zimeingia hatua ya makundi sio jambo dogo. Huo ni ukubwa wa kisoka. Tunaingia sasa katika yale mataifa kama Morocco, Tunisia, Misri, ndio tunaingia sisi sasa. Kwa hiyo ina maana kwamba kitendo cha jana Singida, juzi Azam, jana Yanga, leo Simba ni jambo la kumshukuru Mungu na ukubwa wa soka. Si mnaelewa vizuri? Kwa hiyo niseme ni jambo la kushukuru, Tanzania imekuwa kisoka. Labda nimwachie mwanangu semaji JR ana lolote labda la kuzungumza mwanangu Mudu Benga, Mudu Bai. Ndugu yake nasemaje? Uko vizuri? Niko vizuri sana. Uko sawa sawa? Sawa. Mashine za kuongea hizo. Leo hizo ni mashine za kuongea. Leo kama zinaweza vile mkiwa mna minuno, lakini katika hatua ya makundi. Sisi tunashukuru kwanza. Tunashukuru kwanza. Sasa tunafurahi. Kuna mtu ambaye umesikia amekasirika au amenuna hapa. Wanasema Simba mmetinga katika hatua ya makundi lakini furaha ile hakuna, hamjashinda nyumbani. Hapana. Ukisema furaha hakuna, utakuwa unakosea. Furaha tunayo kwa sababu tumetinga hatua ya makundi. Kivyo vyote lakini tumefaje? Tumetinga. Hivi imagine leo huyu jamaa angezurudisha goli 3 akatongeza 1. Sasa hapo ungejiondoa kuja kuniambia bwana nyie sasa hivi mnalia. Lakini sasa tunatoka tunafurahi, unaweza wakatuhoji tuna furaha, nuru kila kitu. Kwa tunashukuru alhamdulillah tulichokipata. Zilikuwa ni dakika 90 za namna gani haswa? Maana mtandaoni kuna baadhi ya watu wanasema mwalimu
namna ambavyo alivyokipanga kikosi chake siku hii ya leo, kulikuwa kama kuna mushkeli fulani, viungo walijaa wengi. Najua mwalimu alichokifanya ni kuja kuzuia alichokifanya kule kwa wenzetu. Sio, unaelewa? Nadhani moyo unaona, sawa? Leo mpaka sasa hivi dakika hizi tumemaliza mpira umeisha, tumetoka 0-0. Tukisema tufuate mambo ya mtandaoni hatutoboa. Sisi tunashukuru tumeingia makundi kibabe. Sio kama tumeingia makundi tumeumwa kibabe. Chuma 3, sawa? Sisi tuko makundi. Wewe unasemaje hapo? Mimi ndani kocha wangu labda kaeka nini kikosi kibaya. Inakuaje hapo? Hebu nisaidie. Simba imetinga kibabe. Kibabe sana. Wanasema baada ya kuondoka Morris Abraham ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, Zingizini walikuwa wanafika kwa wakati katika goli lile. Hapana, utakuwa unakosea. Sawa. Ule ni mpira. Sawa. Ule ni mpira. Yule lazima atoke, aingie mtu mwingine, mpira uchezeke. Ukisema yeye alikuwepo, kwani mwanzo alikuwa afiki? Walikuwa anafika, lakini Simba ilionekana kama imekata upepo. Hapana, kwa kweli. Ule mchezo leo Simba imekuja kucheza. Si unaelewa? Haija ya kuforce, imekuja kucheza, kuenjoy. Nadhani wewe umeona mpira ulivyokuwa unachezwa, Kweli Kipeto alikuwa anafika paka katikati anarudi. Wewe ulikuwa unatakaje? Ile biriani limeonekana leo? Limeonekana. Wewe mwenyewe unaona? Au hujaona pale? Labda tuzungumze taratibu. Wewe hujaona umeona? Mimi. Wewe kitaalamu kabisa umeona hujaona? Sisi tumekuja kucheza mpira. Narejea sasa ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Mchezo unaofuata dhidi ya TRA. Unaenda kuwa ni mchezo namna gani, hasa namna ambavyo ulivyokitazama kikosi chako? Ligi kuu sio mchezo. Ushasema TRA. Kwanza ushasema TRA. Siwezi kuwadharau na wala siwezi kuwabeza, lakini TRA. Tuishie hapo kwenye TRA. Sawa. Wale ni watu ambao tunakuja kufanya warm up wao. Kwa hiyo ni jambo ambalo sio la kwanza kusema big deal. Sisi tumetoka huku mezani, umeona kikosi jinsi kilivyo. So leo kimecheza kule, watu wameforce. TRA sio nenda kufanya warm up. Ile ni warm up ile. Kwa ajili ya Azam. Nashukuru kwa kulijua hilo. Shukrani sana. Wana Simba amenuna. Sijanuna dadangu, sijanuna. Wana Simba ipo kimya. Ninune kwa nini sasa wakati tayari mimi nimeenda makundi, nimefuzu. Umefuzu? Makundi. Kama kawaida yetu. Nyumbani leo bila kushangilia. Ilikuwaje? Leo tulipanga tucheze pila mapasi. Pila pasi, wala ushindi hatakuwa na haja nao sababu tayari tushashinda na tushavuka hatua ya makundi. Ndio. Ilikuwa dakika 90 za namna gani haswa kwa mnyama? Asilikuwa nzuri, mchezo ulipigwa vizuri, kila kitu kilienda sawa, sehemu ya maliziaje tu ndio ilikuwa kidogo mtihani. Lakini mpira umechezwa vizuri. Mpira ulichezwa vizuri. Ndio. Kuna baadhi ya watu wanasema mwalimu siku hii ya leo namna ambavyo alivyofanya rotation yake haikuweza kumlipa. Dada, ni tumelogwa. Tumelogwa. Jana ule moshi wewe hujauona dada? Ni uchawi ule, ni uchawi. Goli la Soa lile ni goli kabisa. Mpanzu naye kapiga ni goli kabisa lile. Lakini uchawi upo dada. Kwa Simba imechezewa leo. Imechezewa kabisa. Watu walikuja huko mpaka vibaka jana. Waliingia vibaka huko, ulikuwa huoni dada? Vibaka, waganga, kila aina, kila design. Ndio. Sehemu yoyote ya bure dada ina mambo mengi. Bure imetugharimu leo bure. Kabisa dada. Matokeo ya leo yanasababishwa na mchezo wa jana. Kabisa dada. Yaani ukiangalia kwa kweli kuna nafasi ambazo unatakiwa upate lakini zinaenda kimazabe. Kwa kweli yani mtihani. Ni mtihani. Kabisa. Wenzetu wametuchezea vibaya mno. Wametuchezea. Na mmechezeka. Hatujachezeka kivile kwa sababu tumefuzu. Ndio hicho tu, lakini ingekuwa hatujafuzu, hatujapata matokeo kule. Ingekuwa mtihani kwetu. Kwa hiyo mimi niombe tu serikali izuie watu kuingia bure uwanjani, wanafanya mambo ya ajabu. Watu mameneja uwanja wazuie uwanja huu kutumika kwa bure. Vitu vya bure vina hasara. Ndio kama hivyo timu inashindwa kupata matokeo sababu ya mambo ya jana. Shukrani sana. Shukrani.